Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ama baad. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani mfikie Habib Mustafa, nabii wa umma, nabii ambaye ametimilizwa kwa ulimwengu wote. Kama nilivyosema juzi hapa, saa hii tuko mwezi kalenda ya Kiislamu, tuko mwezi wa 12 ambao unaitwa Dhulqaada. Dhulhijja, sorry. Dhulqaada ni ile iliyopita mwezi wa 11. Saa hii tuko Dhulhijja. Na ndio naona mwezi huu ndio watu wanaendaka kwa pale kuhiji pale Maka. Na pia kuna ibada inafanywa pale Maka kama ya kuchinja, kuzunguka pale Kaaba na kwenda Safa na Marwa. Hizo zote zinafanyika katika pale Kaaba. Nikasema ya kwamba Kaaba ndio nyumba ya kwanza duniani ambayo Mwenyezi Mungu aliumba ilitengenezwa kwa ajili ya kuabudia watu, kama inavyosema Qurani 3:96. Nikienda kwa maswali. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na kwa yakini nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu kufanya ibada ni ile iliyoko Maka, yenye baraka na uongozi kwa ajili ya walimwengu wote. Kwa hivyo iliwekwa kwa ajili ya walimwengu wote, ndio naona kila mwaka ikifika Waislamu kama 5 milioni wanajaa pale katika mji wa Maka. Sasa sitapoteza wakati sana. Ilikuwa ni utangulizi tu. Kwa majina mimi naitwa Hassan Kariuki na niko na kakangu hapa, naye sijui anaitwa nani? Mimi naitwa Boniface. Okay, nani? Boniface Buroko Guy. Wewe karibu sana Boniface. Swali gani ambayo unataka kuuliza Waislamu jioni ya leo? Swali nataka kuuliza. Naam. Ukiangalia katika Biblia, sijui ni verse gani? Mahali penye wakati yenye Mungu alimuuliza shetani, unatoka kutangatanga wapi? Naye shetani akaambia Mungu, natoka kutangatanga duniani. Ndio Mungu akamuuliza, umenionea mtumishi wangu Ayubu? Acha nifike hapo. Sasa swali yangu inatoka kutoka hapo. Shetani anasema natoka kutangatanga duniani. Anatoka kutangatanga dunia. Na upande ingine Biblia inasema shetani alitupwa juu mpaka chini. Wakati alipotupwa chini, huyu shetani alikuja akarudi juu ama kulienda namna gani? Najua sasa haya maneno ni maneno ambayo imeandikwa katika kitabu chenyu. Na habari yake hatuna zaidi sana, isipokuwa wale wanaweza kuwa wamejua zaidi ni nyinyi wenyewe. Sasa mimi kiniuliza Ibilisi kama alirudi juu ama alirudi chini, na baadhi nyingine inasema ametoka duniani amerudi kule kwa Mungu, wanaenda kuongea na yeye. Na nyingine inasema aliteremshwa hapa chini, hakuweza kurudi kule tena. Sasa tunaona hata mimi hapo ni itasemaje? Kwa sababu katika vitabu vyetu hatujaambiwa hivyo. Hujaambiwa hivyo. Yes. Lakini katika kitabu cha Ayubu ndio kimesema kwamba ametoka duniani, alimwambia Mungu ametoka duniani, akaulizwa kama ameona mja wake Ayubu. Si ndio hivyo? Alafu swali lingine ni hii. Binadamu alitengenezwa kwa matope. Yes. Ibilisi ndio shetani, si ndio? Alitengenezwa kwa moto. Sawa, hakuumbwa na kutengenezwa ni sawa. Basi na malaika walitengenezwa kutoka kwa kitu gani? Malaika wametengenezwa kwa mujibu wa Qurani, malaika wametengenezwa kwa nuru. Wameumbwa kwa light, nuru. Yaani wameumbwa kwa nuru. Wanaumba, binadamu ndio wanatengeneza. Ndio tofauti na kuoga. Naona malaika wameumbwa kwa nuru. Ndio naona malaika huwezi ukamuona, wako hapa. Si ati wako tu hapa, lakini huwezi ukawaona katika hii macho yetu ya kibinadamu. Malaika unamuona wakati unatolewa roho. Unaona malaika yule anatoa roho yako, ndio unamuona sasa live. Huko unamuona
lakini wakati anakutoa roho ndio unamuona sasa, kwa sababu communication ya duniani na ya kule juu imeshaka katika, ya duniani imekatika. Sasa umeenda dunia nyingine, umeanza kuingia sasa dunia nyingine, ndio sasa kuona ile vitu ulikuwa unaambiwa hapa duniani ndio inakuwa reality. Sasa hii haziwezi kuwa reality, mwanadamu hawezi kubali. Mwanadamu hata ukimwambia kuna moto anasema wewe ulienda ukarudi, ndio anaambia watu. So mwanadamu anaona reality wakati roho yake inatolewa na malaika, ndio naona macho yake inafunguka, inaona sasa kabisa. Hii si kuona tunaonaga. Kama tulikuwa tunaona siku tunaona mashetani na mamejaa huko, wanazunguka huko wanasumbua. So ndio hivyo sasa, malaika wameumbwa kwa nuru. Na ndio naona anajigeuza, anaweza kuja katika lugha sura kama yangu ama yako. Anakuja na sura yoyote anakitaka. Ni kitu ambacho kinajigeuka. Na ibilisi hivyo hivyo pia naye anajigeuza. Lakini ibilisi, mashetani wameumbwa kwa moto, majini. Ni majini wameumbwa kwa moto. Na binadamu wameumbwa kwa udongo. Na pia katika huo mwanadamu kuna mwingine pia katika vile miujiza ya Mwenyezi Mungu anafanya maji ya mwanamke na mwanaume inakuwa binadamu. Yaani Mwenyezi Mungu ana mpango mingi sana ya kuumba mwanadamu. Mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adam ameumbwa kwa udongo. Tena tunaambiwa mweusi. Mwanadamu wa pili tunaambiwa alitolewa kwa mbavu. Ambaye ni Hawa. Mwanadamu wa tatu ni Isa bin Maryam ambaye ni Yesu, ambaye ameumbwa na kwa mama bila baba. Mwanadamu wa nne ni mimi na wewe. Baba yako na mama yako wanajua vile walifanya wakapatikana. Ama sivyo? Inakuwa hivyo sasa katika maumbile ya Mwenyezi Mungu. Alafu swali lingine iko hivi. Unajua wakati yenye Mungu alikuwa anataka kuumba, alisema tutaumba binadamu kwa mfano wake. Tutamuumba binadamu na tuumbe mtu kwa mfano wetu, na tumuumbe. Hapo inamaanisha alikuwa yeye na. Sasa huyo yeye na huyo mwingine ni nani? Kwa sababu alitumia wingi wa na. Hebu tuisome hiyo andiko 1:26 kitabu cha Mwanzo. Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakawatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila mwenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Unaona, kwanza katika 26 ametumia plural, wingi. Ikifika katika kitendo chenyewe cha kuumba sasa akatumia singular. Akasema na Mungu akaumba. Sasa si wengi sasa tena. Na Mungu akaumba. Hii katika language nyingine inaitwa majestic plural. Majestic plural ni inatumika na wale wa tuseme Mwenyezi Mungu anaweza tumia wingi, anaweza tumia nini? Hata marais pia wanatumia majestic plural. Anasema na tutajenga reli inaenda huko na nini, lakini sio yeye anajenga. Unawasikia? Mara nyingine anasema nitajenga, unajitia. So anatumia yani wakubwa wanatumia hizo nini, hiyo terminology. Anaweza tumia plural, anaweza tumia singular. Lakini Biblia ya Katoliki imefafanua vizuri sana kuhusu maneno haya. Leta imprimato pale. Wameeleza vizuri. Wakatoliki wameeleza vizuri kuhusiana na mambo hiyo. Yaani usiwe na wasiwasi. Yaani ukiona hiyo neno Mungu akasema na tuumbe, yaani isije kukusumbua. Hiyo neno iko sale. Mwanzo 1:26, hii ni imprimato, hii ni ya Katoliki, kuna vitabu 73. Inasemaje maelezo yake? Wameelezea vizuri sana hapo chini. Wanasema nini kuhusu mambo ya uumbaji? Kwa sababu gani Mungu atumie wingi akisema tufanye badala ya kusema nifanye? Unasikia maneno haya? Kwa sababu gani Mungu aseme tufanye ama nifanye? Kwa nini Mungu atumia wingi akisema tufanye badala ya kusema nifanye? Je, si yuko Mungu mmoja tu? Kuna maana mbili ya kuelezea neno hilo.
Wataalamu wengine huelezea maneno hilo ya kwamba huenda Mungu alifanya shauri na malaika wafuasi wake mbinguni. Moja. Maelezo ya namna ya pili yasema kwamba usemi huo ni usemi wa fumbo. Wataka kutuonesha utukufu, ukubwa, cheo na utajiri wake Mwenyezi Mungu. Yani yeye ndio tajiri. Yani Mwenyezi Mungu ndio tajiri. Anaweza sema kitu yoyote na huwezi kumuuliza swali. You can never ask. You are not around to ask anything. Akishasema ameshasema. Sasa unajua hiyo verse ndio imechanganya watu wengi sana kwa sababu wakati alipotumia tutamuumba. Sasa sisi kama Wakristo tunaonanga alikuwa na mtu mwingine hapo walikuwa wana discuss about kumuomba lakini mahali penye tunakuja tena tunamwagika kidogo wakati tulipofika upande wa kitendo yeye alikuja na akamuomba. Sasa amekuja akiwa peke yake. Amekuja akiwa peke yake. Sasa hiyo kitu ndio kilifika mahali. Hiyo ni language waandishi ndio wamekoroga maneno pale. Kwa sababu Mungu hawezi asaidiwa na yeyote. Kwa sababu amekataa sana Mwenyezi Mungu 44:24 kitabu cha Isaya. Amekataa sana Mwenyezi Mungu mambo hiyo ya kushirikiana na watu wakifanya mambo yake. Kwa sababu yeye anajizoshelesha yeye. Yeye hakuna kitu anahitaji kwa usaidizi wa binadamu. Binadamu anaweza saidia Mungu na nini? Anasema sisi. Wewe. Sema mimi. Tulia baba. Bwana mkombozi wako. Bwana si ukae leo chini. Bwana unataka kukaa chini leo? Hapana naangalia tu. Bwana mkombozi wako. Yeye aliyekuumba tumboni asema hivi. Mimi ni Bwana. Nifanye vitu vyote. Nizitandae bingu peke yangu. Unasikia? Kila kitu anafanya peke yake. Hafanyi na mtu yeyote. Watu kusema ate walikuwa wanasaidiwa wajui walikuwa na Yesu akiumba, walikuwa sio na Roho Mtakatifu. Hiyo yote hakuna. Mungu anasema mimi nafanya vitu vyote peke yangu. Saidiwi na mtu. Mungu hataki usaidizi wa mtu yote wala mwanadamu. Hata hataki usaidizi wa malaika. Hataki usaidizi wa manabii. Yeye mwenyewe amejizoshelesha kwa kila kitu. Kwa sababu kila kitu ni yake, mali yote ni yake. Malaika ni wake, manabii ni wake, sisi ni wake, hii dunia ni yake, kila kitu ni yake. Kwa hivyo yeye hakuna kitu anahitaji na hamwezi kumpa riziki. Sikia vile anasema kwanza Mwenyezi Mungu 51:56 Qur'an. Mungu anasema hata riziki hamwezi kumpa. Yeye ndio anatuisha sisi. Yeye ndio anajua leo mumeamka leo asubuhi. Wewe leo utakula saa 12 ya jioni, wewe utakula saa fulani, wewe leo utapata kitu. Wewe leo utapata uko hivyo. Anajua kupanga. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Inasemaje? 51:56. Sikuumba majini na watu ila wapate kuniabudu. Anasema kwanza Mungu, sikuwaumba majini na watu ila tu wao wananiabudu. Sikia akiendelea. Sitaki kwao riziki wala sitaki wanilishe. Unasikia? Mungu anasema mimi sitaki riziki kutoka kwa majini na wanadamu, na sitaki wanilishe. Na kwa yakini Mwenyezi Mungu ni mtoaji wa riziki mwenye nguvu madhubuti. Unasikia? Yeye ndio mwenye kutoa, yeye ndio mwenye kugawa, yeye ndio overall. Mnasemaga overall boss. Boss ni hako juu. Huyu ndio mwenyewe. Yeye ndio atoa riziki vile anavyotaka. Unaona kuna maskini, kuna tajiri, kuna watu wa katikati, kuna watu wa hapo. Yaani kila pahali, yaani watu wamegawanywa hivyo. Kwa sababu hebu niambie kama hii dunia ingekuwa watu wote ni matajiri, nani angekuwa anafanya kazi? Hakuna. Sasa si dunia ingeharibika. Lakini sasa Mungu ameweka hivyo, amebalance watu, wengine wako juu, wengine wako chini hivyo. Sasa hiyo maneno ilikuwa ya Mwenyezi Mungu akusema nitamuumba mtu kwa mfano wake, si ndio? Hiyo yote hapo ni mietu ilikuwa ya Mwenyezi Mungu, si ndio? Na chini tena narudi nyuma na nauliza kama ilikuwa ya Mwenyezi Mungu, je, na kwa nini tena kwa Biblia tuko na verses kwa Biblia inasema Mungu hafananishwi na kitu chochote? Kweli? Sasa kati ya hizi verses mbili tunaweza fuata gani? Sasa hiyo hatuwezi si kukwambia ni mgongano wa aya ambaye hiyo ni nyinyi tu watu pande ya kwenyu mnaweza kutuambia. Kwa sababu nyinyi ndio waandishi, nyinyi ndio wenye kusoma. Nyinyi ndio mnajua ni kwa nini mnagonganisha hivyo. Kwa sababu ingine inasema hivi, ingine inasema hivi. Kila kitu inafaa iseme mara moja. Yaani kitu kama iende straight. Isiende tena ipige kona. Unaona?
Unaona sasa? Lakini wewe hata kwa akili yako ya kibinadamu, wachana hata na mambo ya maandishi ya kitabu, kwa akili yako ya binadamu, wewe unaona Mwenyezi Mungu anaweza fanana na kitu yote? Kwa upande yangu, hasa unajua kwa hiyo Biblia, kwa sababu inasema Mungu alisema na mfanya binadamu kwa mfano wake, yeye ndiye aliongea. Na tena ukienda upande ingine tena anasema mimi sifananishwi, tena yeye ndiye anaongea. Unajua ndiye yafikanga mani kashangaa Mungu alijichanganya ama kulienda. Hii ni waandishi wanasema. Ni waandishi wanaandika different, wanapeana habari tofauti tofauti. Wanakoroga watu waandishi. Unaona? Wanakoroga watu. Lakini kia ukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu hafanani na sisi wanadamu. Sababu wanadamu kuna jinsia mbili, kuna kike na kiume. Sasa Mungu utampatia jinsia gani, ya kiume ama ya kike? Unaona? Alafu kuna watu weusi na kuna watu weupe, Kuna Wachina, na kuna wengine wekundu kama the Red Indians. Sasa Mwenyezi Mungu tukisema anafanana na sisi, tutampatia sura ya Red Indians, ya wazungu ama ya sisi wa Afrika? Unaona hapo kuna shida? Hapo tuko na shida. Mungu hafanani na kitu chochote. It doesn't resemble anything. Na inasema 9:14 kitabu cha Kutoka. Hapo tutasoma kwa Qur'ani pia. Nataka Biblia isemi imeandikwa. Hadi kuna mdomo. 9:14. Imeandikwa semani. 9:14 inasema kwani wakati huu hiyo mwalimu wangu kwani wakati huu nitaleta mapigo yangu yote juu ya moyo wako na juu ya watumishi wako na juu ya watu wako, ili upate kujua ya kuwa hapana mmoja mfano wangu wa mimi ulimwenguni mote. Unasikia? Anasema Mungu hakuna mfano wake dunia mzima. Hiyo ni Exodus 9:14. Qur'ani nayo inasemaje kuhusu Mungu? Qur'ani 112 1-4. Sikia na Qur'ani inasemaje kuhusiana na Mungu? Mungu hana mfano yote. Doesn't have any gender, is not a female, is not a male. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote. Kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa, wala hana anayefanana naye hata mmoja. Yaani Mungu hakuzaliwa, hakuzaa, hakuzaliwa na hafanani na chochote. Hapo umeelewa? Hapo nimeelewa. Sasa wacha sasa nirudi upande sasa wa Biblia. Hii verses inasemanga hivi. Yesu ndiyo njia ya kutupeleka kwa Baba. Mimi ndimi njia uzima na wacha somo. Ngoja, Yesu ndiyo njia ya kutupeleka kwa Baba. Hakuna mtu, yani hakuna mtu wowote lazima apitie kwake ndiye apate ufalme wa mbinguni. Je, hao wenye wanaenda kando hapo, hao wenye wanaenda kando hao kutakuwaje? Ama hiyo basi sikaje? Wacha isomwe, alafu ndio tuweze kuendelea mbele. Vizuri kisomwa ni Yohana 14:6. Wacha isome. Inasema 14:6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ndio hiyo. Ya ndio. Mtu haji kwa Baba bila kwa mimi. Alikuwa anaambia watu gani? Hapo ndio swali naanzia. Sasa alikuwa anaambia watu. Akina nani? Sasa hao siwezi wajua, na chini alikuwa anaongea na binadamu. Alikuwa anaongea na binadamu. Binadamu tuko wengi. Na tuko kabila tofauti. Hebu nimuulize Yesu, ulikuwa unaongea na watu gani hii maneno? Hii maneno ulikuwa unaambia kina nani? 19:10 wa kitabu cha Luka. Kabla uenda hapo kwanza. Hiyo basi unajua sasa unaruka tena upande mwingine. Kwa sababu alitumia neno mtu aji kwangu. Hakusema watu fulani. Hiyo basi sisi unaona mtu aji kwangu bila kupitia kwa mimi. Sasa kwa sababu alikuwa anaongea na watu, sio alikuwa anaongea na watu. Angetumia nini? Yeye alikuwa anaongea na umati ya watu.
Ndio akaambia wale ile umati ya kwamba mtu haendi kwa Baba ila kupitia kwa njia ya mimi. hao watu waliokuwa kina nani? Wao hiyo umati ilikuwa hapo ni akina nani? Ndio tunaangalia hiyo umati walikuwa watu gani? Si ndio? Wewe tuangalie, hakuna haja tukimbie sana. Watu ambaye alikuwa anaongea nao anawaambia haya maneno ni nani? 19:10 iruka. Kwa kuwa verse 3. Kwa kuwa mwana wa Adam. Mwana wa Adam unajua ni nani? Mwana wa Adam ndio sisi. Mwana wa Adam ni Yesu katika kwa Biblia, kwa mujibu wa Biblia. 1:29 mara kitabu cha Yohana. Yohana hiyo tu. Nenda kwa Yohana kwanza. Mwana wa Adam kwa hajajua ni nani? Sisi ni kizao ya Adam. Sasa hapa kuna mwana wa Adam mwingine hapa. Tunajua sisi wote ni wana wa Adamu. Lakini hapa huu ni mwana wa Adam na yeye ndio anasema 1:29 Mathayo, Yohana. Siku ya pili yake. Siku ya pili yake. Muona Yesu anakuja kwake akasema. Nani huyo? Ni Filipo ama ni nani? Au ni Konde ama ni Filipo ama ni Nikodemo? Ni Yohana huyo. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake akasema. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Aichukue dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye aliyenena habari zake ya kwamba. Umesoma gani? 1:29 Yohana. 1:21. Soma Timotheo wa kwanza 2:8. Sorry. Hapo nimekufikiri computer ilikuwa imeingia virus kidogo. Kwa hivyo acha nirudishe ni click niweke sawa. Timotheo wa kwanza 2:5. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Mwanadamu Kristo Yesu. Kwa hivyo Yesu kwa Biblia anaitwa mwana wa nani? Mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu. Mpatanishi. Mwana wa Adamu. Akawa mpatanishi. Sasa huu mwana wa Adamu, sikiza, ndio tunarudi kwa Luka sasa. Ndio tujue. Lakini ujue ni mwana wa Adamu mpatanishi. Mpatanishi sasa. Wacha tuone. Usiweke watu wote kwa sababu kuna pale imeandikwa watu wote. Watu msikie. Kwa kuwa mwana wa Adam. Kwa kuwa huyu mwana wa Adamu ambaye ni Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kumbe yeye alikuja na kutafuta kile kilichofanyaje? Kilichopotea. Wewe umepotea? Yaani unajua ule mtu kidogo taratibu tu. Taratibu. Unajua ule mtu mwenye aliyopotea ni yule mwenye hajamtambua Mwenyezi Mungu. Hiyo imeandikwa wapi hiyo maneno? Sasa mimi si ni hivyo ndio najua. Unajua tu lakini haijaandikwa. Kama ilikuwa imeandikwa hivyo unasema ingekuwa niko sawa. Lakini unasema kitu ambaye hakijaandikwa. Kile kilichopotea. Kwa nini umsemee na yeye anajua kujisemea? Sasa unajua kile chenye kilichopotea. Na ni mimi kama sijamtambua Yesu Mwenyezi Mungu hapo tayari nimepotea. Umepotea wewe. Nimepotea. Yaani kama mimi sijamtambua nimepotea. Sasa ndio Yesu amekuja kutafuta watu kama hao. Hebu tumsikie tuzidi kumsikia. Anazidi kujieleza. Unajua unamwekea maneno lakini wacha yeye mwenyewe ajieleze. Wacha mwenyewe afanye nini? Ajieleze. 15:24 Mathayo. Hiyo kilichopotea ni nini? Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kumbe wale wamepotea ni kondoo wa nyumba gani? Sema Israeli. Wa Israeli. Wewe ni Mwisraeli? Nadi? Wewe. Sasa wewe si Mwisraeli. Sawa? 13:23 kitabu cha Matendo. Bado tunazidi tu. Tunazidi tu kuangalia hiyo maneno kama iko sawa. Si ndio? Haya. 13:23. Hii ni bahali mliingizwa na mkaingia. Mkaona mmefiti pale, lakini hamuko. Pale hamuko kabisa. Katika uzao wake mtu huyo, Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Mungu ameletea watu gani mwokozi? Wa Israeli. Ameletea dunia yote ama ulimwengu wote ama ameletea nani? Mungu amewaletea wa Israeli. Na tena wacha amalize. Wewe usiongeze yako. Yako ni mingi tu. Sawa. Yaani Yesu kama alivyoahidi. Kumbe ahadi ya Mungu ni kuletea Waisraeli nani? Mwenyezi Mungu. Na kila siku mnaimbaga ni ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Ahadi ya Mungu inavunjika? Haiwezi vunjika. Kama haijavunjika, Yesu ameletwa akiwa mwokozi kwa watu gani?
Sema Israeli. Mimi najua ni kwa watu wote. Wewe unajua yako personal ambaye ni ya kujiwekea. Lakini kulingana na kitabu, rudia andiko tena asikie tena. Katika uzao wake mtu huyo Ndio. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Yaani Yesu kama alivyoahidi. Tena andiko liko very clear. Mungu amewaletea Waisraeli mwokozi kama alivyoahidi. Kwa hivyo ahadi imekamilika. Sawa. Ngoja kidogo. Na ndio naona Yesu wakati alikuwa duniani hakutoka nje ya Israeli hata siku moja. Kama angekuwa ametumwa katika ulimwengu mzima, angetembea atoke hapo apande hapo Lebanon. Lebanon ni jirani hapo. Angeenda Jordan ni jirani hapo. Angeenda Misri ni jirani hapo. Angeenda hapo Syria ni jirani. Angeenda pale baka kule Mesopotamia, kule Iraq. Lakini yeye alikuwa anatoka Galili, Bethlehemu, Jerusalem, hapo tu raundi alikuwa anapiga tu raundi hapo. Kwa sababu ameletwa purpose kwa sababu ya kudili na wale watu walikuwa vichwa ngumu. Unaona? Sawa. Sasa labda sasa unipatie yako ambayo inasema ni ulimwengu mzima. Alafu uniambie hivi, wewe uko ndani katika hiyo. Katika hiyo hawa wana Israeli wewe uko ndani. Tuko na mstari hapa inasema Yesu alikuja kwa wenye mwili. Yesu kwani Waisraeli hawana mwili? na chifu tena. Nauliza ndio mimi nasema hivi. Waisraeli hawana mwili. Waisraeli wako na mwili. Ama wana mae kwa mwili. Waisraeli wako na mwili. Si ndio alikuja kwao kwa sababu wako na mwili? Na tena anasema alikuja kwao kwa sababu wenyewe ni wako na mwili. Tena tuko na basi hapa inasema Yesu alikuja kwa wenye mwili. Sasa unajua ukisema kwa wenye mwili ni yule mwenye yani bado mwenye anapumua. Yesu alikuja kwa wenye mwili. Akina nani hawa? Kwani hawana jina yao? Unajua ukisema kwa wenye mwili ni kama sasa saa hii usimame ni kama saa hii ukiwa pahali kama tuseme kama Uganda. Saa hii tulikuwa na sherehe juzi kabisa ya Madaraka Day. Unasikia? Uone Muganda anasherekea Madaraka Day. Kwa kule kwa Uganda. Atakuwa ako sawa kichwa? Atakuwa ako sawa? Anaruka kule kwa Uganda, anaruka Madaraka Day yetu. Wewe atakuwa ako sawa? Na Madaraka inaweza kuwa iko Kenya ama iko Uganda. Sijakuwa hapa kwetu. Iko hapa Kenya. Lakini kule naye anasherekea kuliko hata wewe. Inamaanisha nini? Sasa yeye anajua mahali penye alijiokolea. Yeye anajua mahali penye alijiokolea. Sasa maswali imeisha. Hapana, bado moja tu. Haya mwisho, anasema ya mwisho, anataka ya mwisho. Haya mwisho ni gani? Ya mwisho ni hii. Yesu Kristo. Hata map. Naona hii map hii hapa. Si tulichora map. Map ndio hii. Map nyinyi ndio mmeandika kitabu na mkaweka map. Hebu watoa ulimwengu wakati ya Agano la Kale. Ulimwengu kwanza. Katika Agano la Kale. Ndio huu. Iko wapi? Ulimwengu. Angalia ulimwengu wakati Agano la nini? Agano la Kale. La Kale. Kenya iko hapo? Kenya iko hapo? Kenya haiwezi kuwa kwa sababu Biblia iko hapo. Ngoja kidogo, iko hapo? Haiko hapo. Kuja Agano la Kale, enda kwa Agano Jipya, ulimwengu wakati Agano Jipya. Ninje mmeweka map. Baka mkasema baka ile area Yesu alikuwa anatembea. Hajatembea akatoka nje ya pale. Angalia, wakati ya ulimwengu mpya. Unaona vile imeandikwa majina hapa. Makedonia, Batia, sijui wapi, bahari ya kati. Iko sisi tuko hapo. Wewe kaa kuelewa bro. Watu wa Yesu ni hapa. Hapa tu hata wakati Yesu wameweka baada alikuwa anatembea tu hapo juu anarudi. Ni kama kutoka hapo unaenda Nakuru, unarudi Nairobi. Unatoka hapa unaenda Garissa, unarudi Nairobi. Unatoka hapo unaenda Moyale, unarudi Nairobi. Kwao tu nyumbani. Basi. Kwa hiyo kujaribu kujiingiza pale Sasa nauliza. Ya mwisho hiyo ni ya mwisho na ni ngumu. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Leta hiyo ngumu kabisa tujaribu tuone kama tutavuta tarimbo. Tutavuta ile tarimbo tujaribu kupasua tuone. Yesu unaweza mfananisha na watumwa wengine wowote. Yesu unaweza mfananisha na watumwa wengine wowote. Si ndio yeye ni mtume kama wale mtume wengine. Shida iko wapi? Hawafanani. Kwa nini? Hawafanani kwa sababu gani? Yesu hakuzaliwa na baba na mama. Hiyo tu ndio inafanya hawa special. Sasa Yesu hakuzaliwa. Ngoja kidogo. Unamjua Adam? Adam namjua. Ako na baba? Adamu aliumbwa. Kwani Yesu hakuumbwa?
Kwani Yesu hakuumbwa? Adamu aliumbwa. Nauliza hivi, Adamu aliumbwa. Kwani Yesu hakuumbwa? Adamu aliumbwa. Sawa, na Yesu hakuumbwa. Na Yesu aliumbwa na chini tayari unajua sasa ukifika hapo stori zake na za Yesu zinakuwa tofauti kidogo. Kivipi? Adamu aliumbwa akaja akazae. Adamu aliumbwa akuja akazae ulimwengu. Na aliumbwa kivipi? Aliumbwa kwa matope. Matope. Sasa tuko na ngoja kidogo, taratibu tu. Kumbe aliumbwa kwa matope. Ile matope Mungu akainenea, ikasema iwe mtu, na ikawa nini? Akawa mtu. Malaika ametumwa kwa Mariamu. Akaambiwa atapata nini? Atapata mtoto. Ngoja kidogo. Ndani ya tumbo ya nani? Tumbo ya Maria. Si kwa tumbo ya Maria. Watoto uumbwa wapi? Ngoja turudi kidogo. Wewe ndio unauliza. Watoto wote wanazaliwa duniani. Wanapitia wapi? Wanapitia kwa tumbo na chini wa baba na mama. Ngoja kidogo. Nitakuja huko. Watoto wote ambao wamezaliwa katika dunia hii, kuanzia isipokuwa Adam na Hawa. Hao wengine wote wanapitia wapi? Wanapitia kwa tumbo. Kwa hivyo mimi, wewe, Yesu, Muhammad, Ibrahim tumepitia wapi? Na chini sisi na Yesu tuwezi fananishwa kwa kuumbwa. Sisi unajua Yesu kuzaliwa kwake kuko tofauti na sisi. Na nini? Mbona usikubona Adam asiwe special na Adam ameumbwa hana, ngoja kidogo. Adam ameumbwa hana baba na hana nini? Hana mama. Hawa, ngoja kidogo. Hawa ameumbwa hana baba na hana nani? Hana mama. Na chini tulia tu nimalize. Na Yesu amezaliwa kuna mama lakini hana baba. Na wewe na mimi tuko na baba na baba na baba. Hiyo ni miujiza ngapi Mungu ametumia kuumba mwanadamu? Hiyo ni miujiza 3 akili. Ametumia ngapi? 4. Sawa. Wa kwanza hana baba, hana mama, ameumbwa kwa mchanga. Wa pili ameumbwa kwa mbavu, hana baba, hana mama. Wa tatu ameumbwa ako na mama lakini hana baba. Wa nne ni mimi na wewe. Tumeumbwa tuko na baba na tuko na mama. Hiyo ni miujiza Mwenyezi Mungu ametumia katika kuumba wanadamu. Kwa hivyo huwezi kusema ate huyu ni special kuliko yule mwingine. Sasa. Sawa. Sasa acha mimi niongee. Sasa vile kuko hivi, Yesu unajua kuacha nianze na Adam. Adam aliumbwa kwa matope. Aliumbwa kwa matope akawekwa hapo. Na chini Yesu kicha kwanza hata Maria alikuwa tuseme kitu kama virgin. Si sawa? Sawa, yani hakuwa ameguzwa na mwanamume wowote. Tunaona kati ya Adam na Yesu hapo kwanza tuko na tofauti. Gani? Adamu ameumbwa na matope, tukiona. Na chini Yesu ameumbwa na nini? Yesu. Yesu ameumbwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa Roho. Ameumbwa na Roho? Yeah. Wapi? Kwa Roho Mtakatifu. Wakati yenye malaika alimkujia Maria, alimwambia namna gani? Hebu soma hapo. Atazaa mtoto. Yeah. Malaika wakati alimwambia, kwa hivyo mtoto aliumbwa wapi? Alimwambia utazaa mtoto kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mtoto Mariamu alijipata ako na nini? Alijikuta akiwa na mimba. Kwa hivyo hiyo ni uwezo wa nani? Uwezo wa Mungu kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo na wewe kuzaliwa na mama yako na baba yako ni uwezo wa nani? Sasa nataka tuone taratibu. Nauliza hivi, wewe kuzaliwa na baba yako na mama yako ni uwezo wa nani? Ni uwezo wa Mungu. Usiseme kama una sita, sema basi ni shetani ama ni nani. Wewe kuzaliwa na baba yako na mama yako ni uwezo wa nani? Ni uwezo wa Mungu. Na chikwa watu wawili wakishirikiana. Tulia kidogo. Ndio nakuuliza, hata washirikiane watu 10 ni uwezo wa nani? Bila Mwenyezi Mungu ungezaliwa? Singezaliwa. Bila Mungu ungezaliwa? Singezaliwa. Bila Mungu Yesu angezaliwa? Hata siku hizi kuna watoto wa cloning Nakuuliza hivi, bila Mungu Yesu angezaliwa? Hangezaliwa. Bila Mungu Adamu angeumbwa? Hangeumbwa. Na chini bila Mungu hawangeumbwa? Hawangeumbwa. Kwa hivyo hawa watu wote wamekuja duniani kwa uwezo wa nani?
kwa Mungu lakini kwa njia tofauti tofauti. Ndio hivyo sasa, kwa njia tofauti tofauti. Sasa ndio unakuja sawa sawa, wameumbwa kwa njia tofauti tofauti, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaumba atakavyo. Ndio unaona Mwenyezi Mungu katika kwako nyumbani unaweza kuwa na mtoto msichana na uzae wasichana tupu, ukoze wanaume. Si ndio? Hiyo ni mpango wa nani? Wa Mungu. Mungu anaweza kukuchanganyia. Qur'ani 40 na ngapi? 42 49. Sikiza vile Mwenyezi Mungu anaumba watu. Mwenyezi Mungu anafanya vile anavyotaka. Huwezi kumwekea Mungu limit. Ati huu ndio uliumba special, huu mwingine hujaumba special. Watu wote ni special. Wametoka kwa sababu wametokana na Mungu watu wote. Hawa watu wote hapa hata ukidharau mtu fulani, huyo mtu wewe, mimi sikumuumba, wewe kumuumba. Sote tulitoka kwa Mungu. Tuko special kwa Mungu. Ni sawa. Unaona? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa hapa kidogo. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu. Anaumba apendavyo. Mungu anaumba apendavyo. Anampa mtakaye watoto wa kike. Anampa mtakaye watoto wa kike. Na anampa mtakaye watoto wa kiume. Unasikia vile Mungu kuumba kwake? Endelea. Au wachanganya watoto wa kiume na wa kike. Ama anakuchanganyia watoto wa kike na wa kiume. Mungu anakuchanganyia huyo. Hiyo ni power ya Mwenyezi Mungu. Na mfanya tasa mtakaye, hakika yeye ni mwenye mjuzi na mwenye tena anafanya wengine tasa hawazai kabisa, hata watafute miaka 100 mtoto hawezi kapata. Kwa hivyo yote kuumbwa ni uwezo wa Mungu. Nafikiri umeelewa sasa. Ni sawa, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini hiyo lakini ndio inaleta shida. Sasa wacha nisiweke neno lakini. Lakini Yesu yeye peke yake ndiye aliumbwa bila mama bila baba, yeye peke yake, hakuna mtu mwingine. Hiyo sio shida. Hata kiumbwa hana kitu, hata Adamu alikuwa hana baba na hana mama. Hata Hawa alikuwa hana baba na hana mama. Sasa tukirudi rivers kidogo, sasa hawa watumwa umeona sasa wako tofauti. Wako tofauti kwa sababu kila mtu unajua, hata hapa kwetu Kenya kuna PC anasimamia province, kuna DC, si ni kweli? Na kuna rais ambaye anasimamia nchi mzima. Sawa? Kwa hivyo kila mtu ametumwa tofauti. Ndio naona Yesu anasema mimi sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Hapo ndio amefika. Na kuna wengine ambao wametumwa dunia mzima. Unaona sasa? Na ndio maana mambo yote binadamu anapitia, Yesu alipitia, alivishwa nguo za kitoto, alizaliwa baada ya siku zake kutimia, alitahiriwa. Umetahiriwa? Sasa mko tofauti gani sasa kubwa hiyo unaosema? Yeye ni cheo tu ako naye ya unabii. Kama manabii wengine, kama Musa, kama Ibrahimu, kama Muhammad, hivyo. Lakini kupitia amepitia kitu yote ya binadamu amepitia. Kwa sababu hiyo ndio nature ya binadamu wote. Sasa hiyo ni nature ya binadamu wote. Na chiko kuzaliwa. Wewe unajaribu kumpaka mafuta. Yeye mwenyewe, yeye ni nabii wa Mungu. It doesn't matter vile alikuja hapa duniani. Watu wamekuja tofauti. Siku hizi kuna watoto wanawekwa kwenye chupa. Waone watu wanazalisha watoto hapa. Haya sasa. Naam. Kakangu unaitwaje? Rogers. Habari yako lakini? Salama. Uko salama Rogers? Kabisa. Sasa swali gani ungetaka kutuuliza sisi Waislamu? Mimi nilikuwa nataka kusaidia ndugu yangu kidogo. Huyu mwenye ametoka. Huyo ameshaondoka sasa. Sasa huyo mwacha ni venyewe nini? Sasa wewe ungeuliza lako lile umekuja naye, sababu yeye ameshaondoka ameenda zake. Ameshamaliza mambo yake. Mimi nilikuwa nataka nifafanue zaidi. Kufafanua nini sasa? Venye ameuliza. Wewe kwanza una swali wewe mwenyewe yako? Mimi sina swali langu, lakini nilikuwa nataka nisaidie kufafanua zaidi. Unataka kumsaidia swali gani hiyo? Hiyo ya Adamu na Yesu. Ulikuwa unataka kusemaje? Sasa nikupe nafasi uongee, usiseme ni umekunyima. Haya, microphone ndio hiyo nimekupa. Haya, sema. Sasa kitu yenye nilikuwa nataka kusema kuhusu Adamu na Yesu. Wakati Mungu alikuwa anafanya uumbaji, alifanya uumbaji akamaliza, akaona ya kwamba hizi vitu zenye alikuwa ameumba zote haziwezi baki bure. Ndio maana akaumba Adamu kupitia kwa matope. Alivyoumbua Adamu kupitia kwa matope, akampa mamlaka, akaweza kusimamia zile viumbe vyote alikuwa amefanya nini? Alikuwa ameviumba. Baadaye binadamu tuliasi dhambi, na sisi wote watu wote walikuwa wanastahili kuangamia. Lakini Mungu akaona kwa sababu sitaki wale watu wakaangamie, ikaonekana ya kwamba mimi ni Mungu, tena mimi ni muuaji. Ndiposa akatuma Yesu
kupitia kwa Roho Mtakatifu. Yesu mwenyewe alikuwa mara ya kwanza wakati wa uumbaji, lakini alikuwa anataka ashushe Yesu awe kama binadamu wa kawaida ili watu wakaweze kumwamini. Ndiposa akaweza kasaliwa kupitia kwa Roho Mtakatifu ambaye aliingia ndani ya Maria, akaweza kuwa mjamzito kwa miezi 9 kama mwanamke tu wa kawaida, ili akasaliwa, akakaa na sisi, akatukomboa sisi binadamu. Sasa Mungu kitu yenye alikuwa anataka kutoa ni kwamba kitu yenye Mungu alikuwa anataka kuonyesha kwa binadamu ni kwamba asije akaonekana kama yeye ni muuaji. Sasa maneno yako ni mazuri sana, lakini haya maneno yote umesema unaweza toa kwa kitabu? Tusome. Maneno yako ni mzuri. Umeongea mengi mazuri na sisemi ni mbaya. Hiyo maneno unaweza tutolee ndio watu waende wakarifai nyumbani nao pia wasome waone maneno yule umesema pale kwa kiwanja ni maneno mazuri, watu wapate faida pia. Acha ni confirm. Ukonfirm tena? Siko confirm hiyo maandiko. Google. Siko. Unataka una swali lako wewe? Lako. Hapa tunataka mtu akija hapa anakuja na swali lake. Una swali lako? Yako kama huko niambie ni angoje kwanza alafu wewe uingie. Acha ingie tu alafu nitakuja. Amesema anatafuta hajapata. Anasema anatafuta. Anatafuta huyu, ni kufungua anatafuta. Nani mwingine ako na swali? Waambie watu majina yako. Mimi ni Ken Ochiele. Ken Ochiele. Yes. Haya, mchungaji leo una swali gani kwa Waislamu? Unajua mimi nashangaa, ngoja kidogo tu. Niongee kidogo. Unajua mimi nashangaa hapa. Wakristo wengi wakija hapa wanauliza habari ya Yesu, habari ya sijui nini. Mbona mtuulizaje maswali ya Kiislamu? Na tunakujaga hapa ndio mtuulize maswali ya Kiislamu. Makosa yetu mtuambie, tunafanya nini? Hii dini yenu ilitoka wapi? Muhammad ni nani? Qurani ni nini? Hamtuulizaje hiyo. Mpaka tunashangaa. Mkija hapa ni habari ya Yesu tu. Haya. Sema mambo yako. Swali lako. Mambo yangu sisi wote ni usawa wa Ibrahimu. Si ni kweli? Mimi nataka swali. Sasa kama hiyo ndio swali uniambie ndio swali hiyo. Kama hiyo ndio swali uniambie hiyo ndio swali mwalimu. Endelee mbele. Sasa sinaanza kuongea bwana ndio niulize swali. Sasa ndio tunataka utupe swali. Hiyo ndio nangoja. Sisi wote wewe ongea. Sisi wote ni usawa wa Ibrahimu. Twende. Ibrahimu anapoenda kutoa kafara mtoto wake, Mungu aliwapea nini? Kwa maana Ibrahimu, Mungu alisema Ibrahimu, usitoe mtoto wako, angalia. Mungu alipeana nini? Hiyo ndio swali yangu. Okay. Unaniuliza mimi kama Muislamu nikujibu. Mimi nakujibu na Qurani yangu tu. Qurani 37 aya 100. Kwa 37 aya 100 kuanzia aya 100. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika kitabu chake kisichoko na shaka ndani yake, na nuongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu katika jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mola wangu, nipe mtoto miongoni mwa watenda wema. Ndipo tukampa habari njema ya kuwa atapata mtoto mpole. Basi akapata, naye ndiye Nabii Ismail. Basi alipofikia makamu ya kwenda na kurudi pamoja naye, alimwambia, mwanangu, hakika nimeona katika ndoto ya kwamba ninakuchinja, na ndoto ya mitume ni wahi au ufunuo. Basi fikiri waonaje? Akasema, baba yangu, fanya unaamrishwa, utanikuta insha Allah miongoni mwa wanaosubiri. Basi wote wawili walipojisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, na akamlaza kifundifundi amchinje, pale pale tulimuita, Ibrahimu, umekwisha sadikisha ndoto, usimchinje mwanao. Kwa yakini hivi ndivyo tunavyowalipa watenda mema. Bila shaka jambo hili ni jaribio lililo dhahiri, yani mtihani ulio dhahiri.
basi tukamkomboa kwa mnyama wa kuchinjwa mtukufu. Korani inasema hivi. Huyu ni mnyama gani? Ilikuwa ni fisi? Ni kondoo. Ilikuwa ni fisi? Ni kondoo. Ilikuwa ni umbwa? Si nakwambia ni kondoo. Ni kondoo. Ndiyo, hiyo ndio nataka kujua. Sasa hii kondoo tukisoma Yohana 1:24. Hii kondoo ni nini? Hebu soma Yohana 1:24. Yohana 1:29, pole. Yohana 1:29. 1:29. Siku ya pili yake alimuona Yesu anakuja kwake. Akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu, aichukue dhambi ya ulimwengu. Niendelee. Wacha hapo. Umenijibu vizuri, ni kondoo inayoondoa dhambi ya ulimwengu. Sasa unisomee Quran 19:19 kuhusu huyu kondoo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Malaika akasema, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako ili nikupe mwana mtakatifu. Niendelee. Wacha tu hapo. Kumbe huyu kondoo tena hata Quran wametambua kwa maana Yohana amesema ni Yesu. Quran pia wamesema ni mtakatifu. Sasa swali ni gani? Si swali nimeuliza, umesema ni kondoo. Sasa hakuna swali. Si tunajadiliana. Sasa swali iko wapi? Kuja hapa hujakuja swali. Unatoa haya inasomwa, huna swali. Uliza swali. Kama una swali nichukue swali lingine nje. Sasa hebu soma Quran. Time inaenda. Quran 2. Naona nikupe dakika 3 kama huna basi 3 alafu na hiyo 3 na maliza. Kwa maana Quran 2. Haya andiko la mwisho msomee. Hata Quran kondoo imepatikana na Ibrahim ni kafara, ndio? Alafu Yohana amesema ni Yesu. Alafu Quran pia ngoja kidogo. Kwani Yesu amekubebea dhambi wewe? Ndio nataka niulize. Ili ndio tujue. Ili ndio tujue ukweli. Wa jameni. Ili tujue ukweli wa mambo. Wewe Yesu amekubebea dhambi? Tuambie hapa hadharani, watu wanaona, najua soma Yohana 1:29. Simesomwa. Nauliza swali kidogo tu. Wacha mimi kama Mkristo. Wacha hiyo jibu ipatikane kwa kitabu. Sasa tumeshajua mwana kondoo ni Yesu. Nikakuuliza hivi, huyu mwana kondoo amekubebea dhambi? Si na Qur'an, hebu soma tena Yohana 1. Sasa tuwezi rudia mchungaji. Hii ni buying time. Buying time mimi ndio sakagi. Yes, amekondolea dhambi. Wacha nikujibu hivyo. Amekondolea dhambi. Wacha nimuulize kama amekondolea dhambi. 8:21 Yohana. Nimalize. Ngapi? 8:21 Yohana nimalizie. Inasema kwenye kuandika. Jameni. Basi akawaambia tena. Basi Yesu akawaambia tena. Mimi naondoka. Yeye anaondoka. Nanyi mtanitafuta. Kama vile natafutwa sasa. Nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Nyinyi mtakufa kwa dhambi yenu. Endelea chini. Mimi naenda kwa mwezi kuja. Kwa kule ameenda uwezi enda mchungaji. Uendi. Na kama unaenda panda mabawa saa hii uende. Haya, maendelea chini. Basi Wayahudi wakasema je Wayahudi? Je, atajiua? Kwa kuwa asema mimi niendako nyinyi hamwezi kuja. Ndio. Akawaambia ninyi ni wa chini. Ulisikia vile wapiga msumari Yesu. Nyinyi ni wa chini na kweli sisi ni watu wa chini. Tuko hapa chini. Na yeye? Mimi ni wa juu. Wewe na Yesu ni mashariki na magharibi. My friend. Haya soma Yohana. Chukua swali lingine. Chukua swali lingine. Mchungaji chukua swali lingine. Chukua swali lingine. Chukua swali lingine. Kitabu ni ya Luka. Kitabu ni ya Luka 1:26. Ndio hiyo ulikuwa unataka kujua. Ndio hiyo ukisoma hiyo Luka 1:26
kutoka juu ni mambo ya Zakaria, lakini ukifuka 26 unaanza kupata hiyo. Inaeleza kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. Vile Roho Mtakatifu alikuja kwa Mariamu akamwambia atapata nini? Mtoto. Hiyo yote tunajua. Shida iko wapi? Ukisoma paka chini inakueleza sababu hasa iliyomfanya Mungu kuleta Yesu duniani. Ndio hiyo wameleza hapo 29. Alikuja kwa sababu gani? Unaona? Sasa ukisoma hatuwezi kusoma kitabu hiyo, hatuwezi kusoma kutoka 1 mpaka mwisho wa page. Hatuwezi. Ndio hiyo na summarize. Mwenye atasoma. Wakati umesoma 26 mpaka chini utajua sababu ambayo ilimfanya Mungu akaleta Yesu duniani. Mungu ni muongo? Mungu si muongo. Tukubaliane. Mungu si muongo. Na mimi sienjoy Mungu si muongo. Na Mungu ngoja kidogo. Ndio mimi nasema ndio nasema hivi. Mungu akisema kitu tunaweza kataa maneno ya Mungu. Kwa hivyo mwenye ukataa atakuwa ni muongo. 13:23 Matendo ya Mitume. Oh, 13:23 Matendo ya Mitume kwa kuandika. Inasemaje? Katika uzao wake mtu huyo. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Mungu. Sikiza sasa, Mungu mwenyewe amewaletea Waisraeli mwokozi. Yaani Yesu kama alivyoahidi. Na ahadi ya Mungu haivunjiki milele. Kumbe Mungu huyu mwokozi ambaye alikuwa anakuja kuokoa, alikuwa anakuja kwa watu gani? Waisraeli. Na wewe ni nani? Ni Muisraeli. Muisraeli? Tuonyeshe habari wewe ni Muisraeli. Kipande yako inasoma dalili wapi? Leta ID yako. Mimi ni Msawa, wewe mimi si Muisraeli. Mimi ni Msabele kutoka hapa Mount Kenya. Mimi ni Mkikuyu kutoka pande hii ya Mount Kenya. Sasa wewe ni Muisraeli kivipi? Kwa sababu sijaiona Muisraeli katika sijaiona Muisraeli mweusi. Sijaiona. Wewe utakuwa wa kwanza. Mimi nitakuwa wa kwanza. Tutoe kwa kitabu wewe ni Muisraeli. Kitabu iko hapa. Yohana 3:16. 3:16 soma. Ukiona yeye huyu, ukiona tu ni Muisraeli. Nipe nafasi nizungumze ni sawa. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Mungu akaipenda nini? Ulimwengu. Hata akamtoa mwanae pekee. Unaongea na huyu. Ongea na mwalimu, niko hapa. Mungu aliupenda ulimwengu. Akafanyaje? Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hiyo Mungu alipenda ulimwengu. Hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu. Akamtoa mwanae wa pekee. Tulia kwanza. Tulia. Maliza andiko yote. Ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ili mtu yeyote amwaminie asipotee bali awe na nini? Na uzima wa milele. Kwa hivyo Mungu alimtoa mwanae wa pekee. Kwa hivyo mwana wa Mungu ni ngapi? Ni Yesu. Wa pekee. Na ikipatikana mwingine? Naomba tuelewane. Nauliza hivi. Je, ikipatikana Mungu wako na mwana mwingine itakuwaje? Naomba. Mimi nauliza swali. Let us be fair. Wao wamesema ikipatikana ngoja kidogo. Kwa mfano, kwako nyumbani. Nikija niseme ngoja kwanza. Kwa mfano kwako nyumbani ukiwa na mtoto mmoja na hujazaa mwingine, unakuwa na mtoto mmoja wa pekee. Na watu wanajua wewe una mtoto mmoja wa pekee, sawa? Na wakija wapate kuna watoto wengine wawili, itakuwaje? Watashangaa wametoka wapi? Mimi nataka na wewe ushangae leo. Wametoka wapi? Sawa? Umesema Yesu ni wa pekee? Ni wa pekee. Hebu tuone kama kuna wengine ama hakuna. Kutoka 4:22. Wewe mzee, wewe nilikwambia hivi. Wewe ukitaka kuja ngoja tulia, mimi ndio naongea. Wakati naongea unakupatia mic unaongea, usiongee bila zile mic. Mzee kama unataka kujibu swali unakuja tunaongea tunajadiliana tu. Haya, ile 42 ile 22 kutoka. Anamwambia Farao. Musa anaambiwa kaambie Farao. Bwana asema hivi. Mungu asema hivi. Israeli ni mwanangu mimi. Israeli ni mwana wa nani? Wa Mungu. Wakiwa na Yesu wanakuwa sasa wangapi? Wawili. Endelea. Mzaliwa wa kwanza wangu. Kumbe firstborn ya Mungu kwa Biblia ni nani? Ni Israeli. Sio nani? Sio nani aje? Kwani kwa mtoto kuna firstborn na secondborn. Lakini tunaambiwa firstborn ya Mungu kwa mujibu wa Biblia ni nani? Ni Yesu. Rudia 4:22. 4:22 inasema.
Inasema nawe mwambie Farao. Nenda kamwambie Firauni. Wanasema hivi. Mungu asema hivi. Israeli ni mwanangu mimi. Israeli ni mwanangu mimi. Mungu mzaliwa wa kwanza wangu. Kwa hivyo kwa mujibu wa Biblia firstborn ya Mungu ni nani? Ni Israeli. Sio nani? Sasa hapo nataka sio nani? Acha tuende pole. Umeuliza swali, acha nikuambie. Unaona? Musa anaambia enda ukamwambie Farao, Israeli ni mtoto wangu wa kwanza. Nani? Unaona, Israeli. Mwana wa nani? Hiyo Israeli ilikuwa ni taifa tukufu ambayo ilikuwa imechaguliwa na Yesu mwenyewe. Wewe ngoja kidogo. Hapa haijaongelewa taifa. Imeongelewa mtu mmoja individual. Imeongelewa mtu mmoja. Israeli alibadilishwa jina akaambiwa kuanzia leo. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Hebu toa hiyo andiko pale. Israeli alibadilishwa jina. Ni 30 ngapi? 32 ngapi? 24. Watu tunaitoa hapa sasa hivi. 32:24 nafikiri. 32:24. Hebu soma hapo. Yakobo akakaa peke yake. Na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona kuwa mshindi alimgusa panapo uvungu wa paja lake. Ukateguka uvungu wa paja la Yakobo. Alipokuwa akishindana naye. Akasema niache niende maana kuna pambazuka. Akasema sikuachi usiponibariki. Akamuuliza jina lako ni nani? Akamuuliza jina lako ni nani? Akasema Yakobo. Akamwambia jina lako utaitwa tena Yakobo. Hautakuwa unaitwa Yakobo tena. Ila Israeli. Kwa hivyo kuna Israeli Yakobo na kuna Israeli taifa yote. Sasa kumbe huyu mwana wa Mungu ani nani? Hapo ni sawa. Kwa hivyo naomba unipatie nafasi niongee. Naomba unipe nafasi niongee. Haya ongea. Naomba unipe nafasi niongee. Hebu ongea. Kitu yenye nataka kuongea, tusisome maandiko tukiwaweka opposites. Wewe ngoja kidogo. Hapana, unaniambia ngoja, siwezi kubali. Unasema naweka maandiko opposite. Niambie ni andiko gani nimefanya opposite. Nataka uniambie, watu wote wako hapa wanakusikiza. Niambie ni andiko gani nimeweka opposite. Sawa. Yakobo anapopigana na ule mtu, alipigana na malaika wa Mungu. Unaona? Unaona? Wakapigana na yeye. After kupigana na yeye, akamuuliza unaitwa nani? Huyo akamwambia naitwa Yakobo. Akamwambia hautaitwa tena Yakobo, utaitwa Israeli. Hiyo ni jina alimpatisha. Nikana kwamba mimi naitwa Rocha. Mimi naitwa Rochas. Unaona? Saa hii nitakufa. Maybe huyu ni mtoto wangu. Atasaa mtoto, atamuita tu jina ya kwamba Rochas, kwa sababu mimi Israeli, kwa sababu nyamaza, kwa sababu Israeli ilikuwa ni taifa takatifu la Mungu na ilikuwa inaitwa Israeli kwa sababu Yakobo na yeye alikuwa mtakatifu, ndiposa Mungu akampandishia jina kutoka Yakobo kwenda Israeli. So Israeli imaanishi ya kwamba kuna taifa lilikuwa Israeli mwenyewe. Wewe nataka unitolee wakati ya zamani, hata Biblia zina mapu hapa. Unitolee taifa moja ilikuwa inaitwa Israeli. Na naomba unitolee. Hata katika Biblia mzima nitolee. Taifa moja ilikuwa inaitwa hivyo. Kwani Israeli nataka unitolee. Biblia ndio hii. Mapu ndio hii. Mapu ndio hii. Bora unakataa Biblia. Bora unakataa Biblia. Angalia Biblia kwanza. Biblia. Hii Israeli ambayo tunaisikia hiyo ni gani? Hiyo si nchi. Kuna Israeli Yakobo na kuna Israeli nchi. Yakobo alipewa jina ama alipewa nchi? Alipewa jina. Jina akaitwa nani? Akaitwa Israeli. Unaweza kanusha wewe? Sasa niulize. Wewe unakanusha hiyo jina na si wewe ulimpatia? Wewe siku hukumpatia jina. Ngoja kidogo. Juzi, hata nikwambie juzi tulikuwa na Madaraka Day ambayo ilifanywa Homa Bay. Ngoja kidogo. Wewe ngoja kidogo. Wewe wacha kubandisha. Wacha kubandisha. Wewe ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Nauliza hivi. Umekuja kuelimisha watu ama umekuja shouting match? Nimekuja kuelimisha watu. Nauliza hivi, umekuja kuelimisha watu. Basi tulia pale kwanza. Shouting match ikiisha, utakuja. Njoo nani? Njoo nani? Njoo nani? Njoo nani? No. Sawa. Sawa. Yaani jamaa amepandisha. Haya, mwalimu tuendelee. Tuendelee mwalimu. Unajua watu hapa wanakuja, wengine wana mapresha, wengine wana nini? Iko shida mingi. Haya.
Mimi naitwa Hassan Karioki. Na wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Charles. Na mimi nataka tu swali na nijibiwe na nikae chini. Sawa. Ile kitu nataka kwanza swali moja unijibu. Miungu ni nini? Ukisikia mtu anasema ile ni miungu, nyinyi kama Waislamu mnachukua miungu ni kitu gani? Ndio nikujibu swali yangu. Miungu ni kitu ambayo chochote kiko duniani kinaabudiwa na watu. Kwa mfano kama kuchonga masanamu, ama kuabudu binadamu, ama kuabudu nyota, ama kuabudu jua. Vitu kama hizo ndio tunaitaka ni miungu. Ukiabudu, yani kitu chochote iko duniani, hata ukichukua hii reli uanze kuiabudu sema ni Mungu, basi inakuwa miungu. Kwa sababu ya nini? Mungu mwenyewe, Mungu haonekani Mungu. Sawa baba? Sawa. Okay, na swali yangu ni moja. Kuna siku Waislamu mlifunga. Na mlipokuwa mnafunga, kuna area fulani ya Mombasa, kuna mahali waliona mwezi mapema. Na huko wakakuja wakaiona late. Ikakuwa mabishano ya kuwa wale watafungua kwa sababu wajaona mwezi. Na wengine wakasema tumeona mwezi. Sasa hiyo mwezi mnaabudu Mungu ama mnaabudu mwezi? Sisi hatuabudu mwezi. Mwezi ni wa kuhesabu siku. Mwenyezi Mungu anasemaje kuhusu mwezi? Qur'ani 15. Sababu zamani hakukuwa na kalenda. Watu walikuwa wanatumia mwezi kuhesabu masiku. Mwezi, nyota na jua. Na jua wanaangalia nyota nini, ndio kazi hiyo ya kuhesabu. 15 Al-Karim. Inasemaje? Anasema mtukufu Mwenyezi Mungu, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Inasemaje? Yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyefanya jua na mwanga kwa mkuu wa mwanga. Na mwezi kuwa nuru. Na akaupimia vituo huo mwezi. Ili mjue idadi ya miaka na hesabu nyinginezo. Unaona? Hata watu wa zamani wakitaka kuhesabu masiku walikuwa wanatumia mwezi. Wakiona mwezi umekuja ikiwa kadogo crescent, wanajua sasa hii mwezi nyingine imeanza. Wakiona mwezi umeenda umezama, wanajua hiyo mwezi imefanya nini? Imeisha. Walikuwa wanatumia hivyo. Na sisi tumeambiwa usisujudie mwezi wala 41, 37 kitabu cha Qur'ani. Wewe ukisujudia mwezi motoni, ukiabudu jua motoni, ukiabudu manabii uabudu Adam, uabudu Ibrahimu, uabudu Nuhu, uabudu Musa, uabudu Yesu, uabudu Muhammad, motoni na kwenda. Tena unakata tikiti ya moja kwa moja kwenda motoni. Hata babu zetu walikuwa wanatumia jua, kuangalia jua, kujua saa. Sawa, hizo ni kazi zake. 41:37. 41:37 Al-Karim. Inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Njia za mbinguni. 41:37. Samahani mwalimu, nini? 37. Na katika alama za uungu wake Mwenyezi Mungu. Na katika alama zake Mwenyezi Mungu ni huko kupatikana usiku na mchana. Na jua na mwezi. Na jua na mwezi. Basi msilisujudie jua wala mwezi. Unasikia? Msisujudie jua wala mwezi. Ufanyaje? Bali msujudieni Mwenyezi Mungu aliyeviumba. Mwenyezi Mungu ameshaweka full stop na akapiga muhuri labda usijudu kwa jua wala mwezi, msujudie Mungu peke yake. Swali ya pili nikimalizia. Naam. Inakuwa kuna sherehe inakuja Saturday ama Friday. Kwa sababu itakuwa sijui inaitwa sherehe, lakini napatanga unapata sisi nyinyi Waislamu mnachinjanga mbuzi mingi sana. Kwa nini hamchinjangi ng'ombe ama kuku? Inachinja kila mbuzi. Sasa mbuzi zinaomboleza kwa sababu Saturday. Kwa sababu Saturday mbuzi zinaonekana sasa mali ziko na wasiwasi. Kama Waislamu kwa nini ni mbuzi peke yake? Unajua sisi hata tukichinja hapa tunakulaga na watu wote hapa kwa kijiji. Nenda pale uulize msikitini. Nenda uulize msikitini. Sasa ngoja kidogo. Hata uulize wale majirani wa pale karibu na msikiti. Ikichinjwa watu wote wanakula. Hiyo ya kuchinjwa ina sheria yake. Sheria yake unaambiwa kwanza pande moja unapatia maskini, pande ya pili unapatia jirani yako na pande nyingine unabaki na kidogo yako. Unasikia hiyo? Hii tunachinja ndio wanachinja kule Maka. Na hiyo ni kuadhimisha vile Ibrahimu hakuweza kumchinja mtoto wake, akapewa kondoo kutoka peponi. Sasa hiyo ni mila ilianzishwa na Nabii Ibrahimu na sisi tunaendelea na hiyo mila mpaka wa leo. Na ndio iko pale Maka mpaka saa hii.
Kwa hivyo wewe usionewe mbuzi ya huruma, kama ni ya kuchinjwa itachinjwa tu. Na tutakula tu. Na pia tunakukaribisha ukuje pale tutakupatia nyama. Sisi hatuna wasiwasi. Ile swali na mwalimu nataka tu nisema ni asante, nilikuwa nataka hiyo jibu. God bless you. Sawa, asante sana. Nafikiri time imeisha. Hakuna mwingine, hata hakuna mtu mwingine ako na swali. Haya, moja tu. Haya. Moja peke yake. Haya. Unaitwaje kakangu? Peter Kiatu. Peter Kiatu? Okay. Asante sana. Una swali? Mimi ni Mkristo. Ulikuwa unataka ambao nimeokoka. Nauliza ile kisoma hii kitabu cha Tito 3:3. Tito 3:3 inaonyesha vile Mungu alimtuma mwana wake wa pekee Yesu Kristo. Kwa sababu ukisoma inaeleza Titus 3:3. Kuokoka ni wakati utakuwa ya mwisho. Tito 3:3. Tatu Tito. Inasema maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili. Tulikuwa waasi. Tumedanganywa. Huko tukitumikia tamaa za anasa za namna nyingi. Tukiishi katika uovu na husuda. Tukichukiza na kuchukiana. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa binadamu ulipofunuliwa alituokoa. Si kwa sababu ya nilisimamia hapo, wewe niendelee. Hapo. Simamia. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa na kuzaliwa mara kwa mara ya pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi na njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Kwa hivyo hiyo njia ya Yesu Kristo ndio mwana wa pekee alitumwa kwa hiyo njia. Kwa sababu tulitanganywa na shetani. Shetani alikudanganya nini? Shetani alikudanganya nini? Wapi shetani alikuwa? Aliasi kule mbinguni. Akafanya nini? Alikuja akapindua dunia. Akafanyaje? Kwa hivyo mkudanganywa ndio maana kama Mkristo. Akadanganya Adamu na Eva. Wakapotea. Na wewe alafu na wazee wa zamani wakatanganyika. Hawakuwa njia ya Mwokozi Mungu. Lakini ukisoma huo Mwokozi unajua kuhusu? Huo Mwokozi Yesu akuhusu wewe? Nihusu mimi. Anakuhusu? Haya, hakuhusu kabisa. Ngoja kwanza. Hakuhusu? Unasemaje? Amenikomboa mimi. Una hakika? Nimuulize. Uliza haya. 13 tumalize na hiyo haya. 13:23 Matendo ya Mitume. Ya mwisho. Wewe hakuhusu bwana. Mbona unajiingiza bahali ambayo hakuna? Wewe ukiingia kwa nyumba ya mtu, uingie kwa dirisha utatupwa nje. Haya. 13:23 katika uzao wake mtu huyo. Nataka utege masikio kabisa usikie andiko vile nasema. Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Watu gani wameletewa mwokozi? Israeli. Na wewe ni kabila gani? Mimi ni Mkenya. Mkenya. Tuendelee. Yaani Yesu kama alivyoahidi. Kumbe ni ahadi ya Mungu. Wokovu unakuwa kwa watu gani? Sio mimi nimesema? Kwani umeshangaa? Huyu usome yangu hii. Hii usome yangu hii. Haya, kesho kuja, umekuja leo. Kuja kesho. Kesho. Ngoja asome 9.